Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jacqueline Mgema. Jacqueline Mgema, umechangamka sana. Umekimbia kabisa? Yes. Kilomita ngapi? Yes, 10. 10. Yes. Tunaomba tutazame kamera kidogo. Tazame kamera maana watu ndio watakao kuona. Madam Jacqueline, mbali na kuonekana umekuja hapa, najua umeacha harakati zako nyingi. Unajishughulisha na nini kwanza? Mimi ni mwandishi lakini pia ni mjasiriamali wa kijamii. Mjasiriamali wa kijamii ukimaanisha kwamba unafanya shughuli gani? Mjasiriamali wa kijamii ni mwingi sana, hata anayeuza dagana ni mjasiriamali wa kijamii. Sawa, tofauti na wale ambao wanafanya biashara za kijasiriamali, mimi ninawekeza muda wangu kwenye masuala ya afya ya akili, masuala ya elimu pamoja na masuala ya uhifadhi wa fukwe za bahari. Okay, tukianzia hapa kwenye afya ya akili, watu wengi sana tumepata somo ya kwamba tuna matatizo kidogo ya akili, na pia tukizungumzia watoto wenye autism wanaonekana kidogo kama wana shida katika upande huo. Wewe kwa upande wako ushawahi kukaa labda kujaribu kukaa na hawa watoto kuangalia ufanisi wao na utekelezaji wao kuweza kuwatengeneza? Tunaweza tukapata viongozi, sababu ni watu ambao wakitritiwa vizuri basi wanakuwa wanafanya vizuri zaidi. Kabisa. Ni hapa juzi tu niliweza kwenda kwenye kituo cha Baba Oreste ambacho wao ni kama daycare kwa ajili ya watoto ambao wana changamoto mbalimbali za afya ya akili. Kiukweli wale watoto ni watoto ambao wamebarikiwa kivyao na wana jinsi ambayo wao wanaona dunia kwa jinsi ambavyo wao wamezaliwa na kuwa. Kwa hivyo changamoto zilizopo kiukweli ni ile stigma ya jamii kwamba mtoto labda hayuko sawa, au wanasema kwamba yani ni mtoto ambao wanachukulia kama ni laana katika jamii. Na kwa jinsi ambavyo nilikaa nao siku ile, wale watoto ni wazuri, wanaelezeka, wanafundishika, ni kwamba tu wanahitaji nafasi ya kupewa, ya kujaliwa na kuweza kuchukuliwa kwa namna ambayo ni ya tofauti kidogo, lakini ni watoto ambao wanafundishika kabisa. Sawa kabisa. Na umesema pia wewe ni mwandishi. Mwandishi tumebeba dhamana kubwa sana kama kioo ambacho kinatumika kuonesha maovu na kukemea maovu. Kwa upande wako unatoa tamko gani kwa wale ambao wanaonekana akimzaa mtoto wa design hiyo basi anamtupa, mwingine anamchukua na kumtenga mbali na familia, hali ya kuwa anaweza kumtenga chumba cha upande mwingine, watoto wake ambao wapo kawaida anawaweka kwenye chumba kizuri, yule anakaa chumba kibaya akiamini kwamba wataambukizwa? Ninamshukuru Mungu kwamba hii safari yangu ya uandishi kwa hiki kitabu cha 3 ambacho ninakiandika kinachoitwa All the Colors I See, nimeweza kuandika kuhusu mtoto Philomena ambaye yeye ana changamoto ya usonji, yani ana changamoto ya autism, na ni artist pia, ni mtoto ambaye anaweza kuchora. Kwa hiyo nimeweza kwenye kitabu kile kuonyesha safari ya Philomena kuanzia ameanza kutengwa mpaka anaanza kubalika kijamii, naweza kuchukua